kwa mara ya kwanza daraja la kuvusha watu kutoka Mwanza kwenda Busisi huko. Kwa mara ya kwanza yeye ndo anafungua utepe mabasi yaanze kupita kwenye daraja lile. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza ndo kawasha mtambo wa kufua umeme bwawa la Mwalimu Nyerere. Hii yote miradi nakutajia ni miradi ya mabilioni ya pesa. Na kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ndio atakuwa wa kwanza kupiga starter meli kubwa iliyojengwa Mwanza. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan amepeleka maji kila kijiji kupitia jembe lake linaitwa Aweso. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ameruhusu wapinzani waweze kufanya mikutano ya hadhara na wasema wanavyovisema katika mikutano ya hadhara, ili mradi wasivuke mipaka. Ukivuka mipaka sheria inachukua mkondo wake. Uliposema kapewa fedha Mwijaku kwa ajili ya kuja kushindana na wewe. Mimi nimezungumzia kichwa mviringo, na nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote anayezuiwa kugombea jimbo la Kigoma mjini. Ila nataka nimwambie mtu kama Mwijaku na wengine, ukushinda tu wenyekiti wa mtaa kwenye jimbo la Kigoma mjini, yani itamgharimu labda miaka 9 mbele. Nataka niwaambie Kigoma mjini ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi, ni wajuaji, na wana upendo wa dhati kwa mtu aliyomchagua. Kwa fikiria watu 300,000 wajikusanye pamoja, wabishi ambao huwezi kuwaletea ujanja. Utapenyaje hapo? Ndio maana mimi nilivyoshinda udiwani kati na narudia tena, jimbo la Kigoma mjini sio jimbo la mtu kuja tu kichwa tu utachukua chochote, haiwezekani. Ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi na wanajua vitu na wana upendo wa dhati. Kwa hiyo ukienda Kigoma mjini uwe unajua unaenda kukutana na watu wa aina gani. Sijui kama unanielewa. Na moja kati ya utofauti, kwa mfano Mungu akisaidia chama changu kikatangaza, nikachukua fomu na nikaenda kugombea jimbo la Kigoma mjini. Najua mtu atakakutana naye mbele atakuwa ni Zitto Kabwe, ambaye ni yeye yuko chama cha upinzani. Umenielewa vizuri? Utofauti wangu mimi na Zitto Kabwe katika jimbo la Kigoma mjini, Zitto anaheshimiwa, mimi napendwa. Kwa hiyo yani huwezi kuzuia mapenzi ya watu wa Kigoma mjini pale. Na iko wazi nitakuwa mbunge kama Mungu akinisaidia wa jimbo la Kigoma mjini, na kuna baadhi ya vitu, ahadi ambazo Zitto atakuwa anazitumia kwenye mikutano yake ya hadhara, nitazitumia huko, kwa sababu yeye atatekelezaji ana serikali. Mimi nitazichukua ahadi zile nzuri, nikiona hii nzuri naichukua na ileta huko kwenye chama changu, naenda kuzifanyia kazi, kwa sababu huwezi kukataa kila kitu. Si amesoma yule? Hapo unakuwa unatekeleza sehemu ya chama chake, sio ya kwako. Unatekeleza ahadi ambazo zinaenda kuwasaidia wananchi, sio ilani. Unachukua zile ahadi nzuri ambazo wanazo, kwa sababu yeye ataahidi vitu hawezi kutekeleza. Hana serikali, utatekelezaje? Na uliposema kwamba unampa hela Mwijaku, unatamani hapo, kwa sababu uliandika. Mimi sijazungumzia Mwijaku, ninazungumzia kichwa mviringo. Alafu kama kichwa mviringo amepewa hela kule aende kanivurugia upepo, mimi nimesema anaruhusiwa kwenda kugombea na kushindwa, kwa sababu ndio kazi ambayo ndo atakachokutana nacho pale. Ile gari inauzwa milioni 29. Ile gari ambayo Mwijaku amemzawadia mke wake, wameenda kununua kwa pamoja, alafu eti baadaye eti wow! Wamepatanisha bei pamoja. Milioni 29. Wow! Yaani ni uongo ambao haufanani na ukweli. Vitu wamepatanisha, tushushie. Unajua hii dunia ni vitu vya ajabu sana. Unajua Mwijaku amenikumbusha Shilole tulienda kununua naye Prado, tukalipa hela la kila kitu, kalichagua. Siku linaletwa eti akalia. Sasa unalia nini wakati unalijua? Mwijaku ilizungumza kwenye leo ya habari kwamba wewe unataka kuchukua Diamond Platnumz na kwenda kubadilisha site. Ndio kwamba unajenga nyumba yako. Kama pale ndio unakufa kabisa haitafuta. Ni kweli Mwijaku amesema kwamba nilivyompeleka Diamond kwenda kuangalia gorofa langu, namna ambavyo ujenzi unaendelea, Diamond ndio hatonipa chochote, kwa sababu eti akinipa hela eti Santos atasikia uchungu, Momo atasikia uchungu kunipa. Diamond kafunua fursa kwa ndugu zake wote. Mali alizonazo Santos, mimi nijitafute, nisome, nifaulu, ndio tafikia.
Kwa amefungua fursa kwa ndugu zake wote. Kila ndugu yake ana nafasi ya kuweza kufanya biashara, ana nafasi ya kutangaza biashara zake. Ndio maana umeona meneja wa The Voice ni Santos, ni mdogo wake na Diamond. Kwa hela ambazo anaingiza msanii wa mzee wangu Diamond, The Voice, percent inaenda kwa mdogo wake na Diamond Santos. Kwa hiyo fursa ziko kwa kila mtu. Ila mimi Diamond alichoniongea kwa mdomo wake, alisema Baba Levo umeniheshimisha. Kwa sababu watu wengi wana maneno sana kwamba mtu hawezi kufanikiwa kupitia Diamond Platnumz. Kwa kitendo cha kujenga nyumba kubwa kama hii ambao hakuna msanii yoyote ataweza kujenga kwa miaka 11 mbele. Haiwezekani. Ukienda kwenye nyumba ya yule Mkenya, hii nazungumzia East Africa Ukienda kwa Calligraph, nyumba yake pale Kenya ambao wanatamba ina ngazi nyingi kama kanisa. Ina ngazi nyingi sana kama kanisa. Kwangu ngazi ni chache, lift ndio kubwa. Kwa ajili ya kupandisha watoto na kuwashusha. Utaua watoto kupanda ngazi digimbi. Hii kama unanielewa. Kwa hiyo mtu ambaye atakuja kushindana na mimi na ninaamini atakuja kunishinda ni Diamond mwenyewe. Kwa sababu Diamond ile nyumba aliyojenga sio nyumba, ni zaidi ya mall. Ni kama Mlimani City ile yote imelani yeye. Tumeona hivyo. Umechagua kwa mbunge wa Dodoma. Yeah. Endelea kufanya kazi wa sasa pia utaachana uchawi. Kwanza kabisa nataka niwaambie hapa wazi kabisa. Swala la kuacha uchawa halipo. Nikiwa mbunge nitakuwa chawa wa mawaziri, nitakuwa chawa wa nani ili walete miradi kwenye jimbo langu la Kigoma mjini. Nitakuwa chawa wa rais ili nikipeleka jambo langu lipenye zaidi. Siachi uchawa kamwe. Nabadilisha tu level. Sijui kama unaelewa. Nabadilisha tu level, natoka kwenye level ya huku chini nakuwa napanda na Diamond pamoja na mawaziri. Kwa sisi Diamond sio kumwacha. Yule ni mzee wangu na siku naapishwa atakuwepo pale. Kwa sisi ambao tunamjua vizuri sana The Voice. Maisha ya muziki na hapa ambapo yupo tangia yupo na WCB. Kwanza tuna kila sababu ya kusema hongera WCB kwa kazi nzuri ya kuendelea kumbrand na kumfanya kuwa mkubwa sana kwenye muziki wa Singeli. Asante. Sasa hivi tumeona anakwenda kwenye tour yake kubwa ambayo Mandas wameweka mzigo wa kuhakikisha kwamba anaenda kuperform na kukutana na mashabiki wake wengi wenye kiu ya kusikia muziki mzuri wa The Voice. Mandas wanajipangaje kuweka punguzo la bei kwenye kukopesha simu kupitia brand ya The Voice? Mzee Mandas. Jibia tu hapo. Ongeza tu sauti mzee. Anyway, kimsingi mifumo yetu iko, ongea huko kwenye mic. Yule sikule unawajibu hawa kwenye kamera. Anyway, kimsingi mifumo yetu tayari iko imeshasetiwa kwa standard ya namna hiyo. Kwa kuweka punguzo, sisi kwamba wataweka punguzo